Walikuja wale wa mtandao X wakakodi eneo kwa mamangu. Mimi nilipokuwa niko Songea nikawa naendelea na mishe zangu. Kwa mama alivyokuwa ameamua kukaa kanisani akapata maarifa. Anasema ukimtumikia Mungu unapata maarifa, unaongezewa akili. Mama akawa amepata maarifa. Akaanza kunishawishi mimi nitoke Songea, nihamie karibu, nihamie Njombe. Akanipa pointi ya msingi, akaniambia wewe Songea umekaa muda mrefu, lakini huna uchumi ule mkubwa sana, kwa sababu Songea mzunguko wake ni mdogo wa kifedha. Njoo Njombe mzunguko ni mkubwa. Akanishawishi, mwisho wa siku nikakubali. Nilipokubali nikaenda kanisani kwa yule mchungaji wangu, nikamwambia bwana, mimi inabidi niondoke. Kwa nini? Nikamwambia iko hivyo, nataka niondoke. Au nahama kanisa? Nikamwambia mimi sihami kanisa, nataka tu niondoke Songea moja kwa moja. Walijisikia vibaya sana. Nilipoenda kwa mama mwenye nyumba, nilikuwa nakaa nyumba moja inaitwa Mzee Mumba, iko majengo mapya Ruiko, majengo mapya Ruiko Mzee Mumba, nyuma ya Ant Club nilikuwa naishi mimi. Nikaenda kwa yule baba mwenye nyumba, nikamwambia mimi nataka nihame. Kwa nini? Nikamwambia sihami nyumba, nahama mkoa kabisa. Yule mama mwenye nyumba alijisikia vibaya sana. Alisemaje mama mwenye nyumba? Kwanza alilia sana, akasema jamani, kwa nini mnaondoka? Au kuna sehemu nimewakosea wanangu? Tukasema hamna. Akasema kwa nini mnaondoka? Au tumewakosea? Sijui ni alikuwa analia, mama analia. Mimi nikamwambia hapana. Akasema au hamna kodi mnaona tunawabania? Nikasema hapana, hatuhami nyumba, tunahama mkoa. Alikubali, lakini kinyonge sana. Mimi pale siku zilipofika nikaiacha familia yangu huko Songea, mimi nikaja Njombe. Nilipofika Njombe nilikuwa na binamu yangu moja, nikafikia kwake nikalala siku moja. Siku ya pili tukaanza kutafuta vyumba. Tukaenda kwa mama moja, yule mama alikuwa ameokoka. Alitupa chumba kikubwa. Akasema hiki chumba muishi. Alinipenda sana yule mama wakati sijawahi kujuana naye na sijawahi kuonana naye. Unaona Mungu anavyotengeneza njia. Nimefika kwa mtu aliyeokoka, anampenda Yesu, halafu akanipa chumba kikubwa. Mle ndani mlikuwa na kabati la nguo, hakutoa. Mkawa na godoro, hakutoa. Akasema endelea na maisha. Na mimi pale nilikuwa nimefika mimi kama mimi. Kwa hiyo akanirahisishia nisiende tena kulala guest, nilale mle. Siku zikaenda nikaenda kuchukua familia yangu, nikaja mkoa Njombe. Nimefika mkoa wa Njombe, mama yangu akaja kutoka kijijini, akaja nikamweka guest. Anasema nimekuja kukutafutia kwa kuabudu mwanangu, wakati yeye alikuwa hajaokoka. Baada ya kuokoka ameanza mimi kunitafutia kanisa la kwenda kuabudu. Anasema tafuta kanisa twende kuabudu. Kwa hiyo tukaanza kuzurura sasa